بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Tunaendelea na darasa yetu ya kitabu As-Sahih Al-Musnad min Asbab An-Nuzul lil-Allama Abi Abdurrahman Muqbil ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Na darasa iliyomalizika tuliona sababu nuzul ya kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, watazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Na leo biidhnillahi tabaraka wa ta'ala tunaingia katika kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala inayosema laysa alaykum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Al-aya. Asbabu nuzul au sababu nuzul ya aya iliyopita ilikuwa aya nambari 197, na hii leo itakuwa ni aya nambari 198. Allah anasema laysa alaykum junahun, hakuna juu yenu makosa yote wala ubaya, au Kiswahili chingine si vibaya kwenu, an tabtaghu fadlan min rabbikum, kutafuta fadhila zitokazo kwa Mola wenu. Al-aya ambayo tumesema ni aya nambari 198. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, amesema al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihihi, katika sahihi yake katika juzuu ya 5 kurasa 224. Hadathana Ali ibn Abdullah qala hadathana Sufyan, ametuhadithia Sufyan ana Amr ibn Dinar, kutoka kwa Amr ibn Dinar, an Ibn Abbas, kutoka kwa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, amesema kanat ukadhun wa majannatun wa dhul majazi aswaqan fil jahiliya, ilikuwa ukadh na majanna na dhul majazi ni masoko katika zama za kijahiliya. Falamma kana alislamu, basi zama walipokuja Uislamu na ikawa kwamba watu wameingia katika dini ya Uislamu, taathamu min at-tijarati fiha, kwa maana tajannabu min at-tijarati fiha, wakajiepusha kufanya biashara katika sehemu hiyo ili wasije wakaingia katika madhambi. Taathamu bimaana tajannabu al-ithma, walijiepusha madhambi, kwa maana tajannabu min at-tijarati fiha, walijiepusha wao kufanya biashara katika sehemu hiyo ili wasije wakaingia katika madhambi, kwa sababu tayari wameshafahamu Uislamu na wanafuata Uislamu. Kwa hiyo kila jambo ambalo walilokuwa wanashaka nalo, basi wao walijiepusha nalo. Ndio maana ikatumika tamko taathamu bimaana tajannabu al-ithma min at-tijarati fiha, walijiepusha na madhambi kwa kujiepusha na lile jambo la kufanya biashara katika sehemu hiyo, kwa maana walijiweka mbali na sehemu hiyo kutokana na kufanya biashara katika sehemu hiyo ili wasije kaingia katika madhambi. Faanzalallahu ta'ala, basi Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha laysa alaykum junahun fi mawasimil hajj, hakuna makosa juu yenu, kwa maana si vibaya juu yenu katika misimu ya hija kufanya biashara katika sehemu hizo. Qaraa Ibn Abbas kadha, amesoma Ibn Abbas namna kama hiyo alhaditha. Hadithi ikaendelea, akhrajahu aidan fi kitabi tafsir, amesimulia vile vile katika kitabu tafsir katika juzuu ya 9 ukurasa 252, an shaykhihi, kutoka kwa shekhi wake Muhammad, kutoka shekhi wake Muhammad, an Ibn Uyayna, kutoka Ibn Uyayna. Wa akhrajahu Abu Daud, na akisimulia al-Imam Abu Daud katika sunani yake katika juzuu ya 2 ukurasa wa 75. Wal Hakim, na vile vile amesimulia al-Imam al-Hakim katika juzuu ya kwanza sahifa ya 449, na vile vile katika juzuu ya 2 ukurasa 277. Waqala sahihun ala sharti shaykhaini, hadithi ni sahihi juu ya sharti zilizowekwa na mashekhe wawili, kwa maana Sheikh al-Bukhari na Sheikh Muslim. Na tumesema kwamba martabatu hadithi ambazo zilikuwa sahihi ziko 7, yani zile maratib. Kwanza ni muttafaqun alayhi, akesha manfarada bihi al-Bukhari, ya pili, ya tatu manfarada bihi Muslim, ya nne ala sharti shaykhaini. Kwa hiyo hapo kwa maneno ya Imam al-Hakim, yani anakusudia hadithi hiyo ni daraja 4 katika hadithi ambazo zilikuwa sahihi ala sharti shaykhaini. Kisha ya tano ala sharti al-Bukhari, na 6 ala sharti Muslim, na 7 ala sharti ghairihima. Walam yukhrijahu, akaendelea kusema al-Imam al-Hakim amesema kwamba ni hadithi hiyo ni sahihi ala sharti shaykhaini,
walam yukhrijahu, lakini hawajaisimulia hadithi hiyo. Ameweka nambari al-Imam al-Wadi'i moja katika maneno hayo walam yukhrijahu. Qawlu al-Hakim, akasema qawli al-Imam al-Hakim walam yukhrijahu wahmun, yani hiyo ni tuhuma, ni ubabaifu. Faqad akhrajahu al-Bukhari kama raaita, kwamba hadithi hiyo amesimulia al-Imam Bukhari kama ambavyo ushakuona pale mwanzo kabisa aliposema qala al-Imam al-Bukhari fi sahihihi. Kwa hadithi ipo vile vile katika sahihi al-Bukhari, na hapo ndio unabainikiwa kwamba inawezekana alim akasema kwamba hadithi hii ipo katika sehemu fulani, na wewe kama ni mtu wa bahthi, basi unatakana kwamba urudi katika ile sehemu kuihakiki kweli hichi ambacho kilichosemwa kipo. Sababu baadhi ya wakati mtu anawezekana kama amekosea, akili yake ikamwambia kama hadithi hii ipo katika sehemu fulani au haipo. Ima anaweza kusema haipo kumbe ipo, na anaweza kusema kwamba ipo kumbe haipo. Sasa wewe kama ni mtu wa bahthi, ulisoma sawa sawa somo la bahthi wa takhrij, unatakana kwamba urudi katika ile sehemu husika ambayo ulikuwa umerejeshwa kwamba hadithi hiyo ipo. Wasakata alayhi Dhahabi, na akanyamaza kimya juu yake al-Imam Dhahabi, kwa maana al-Imam Dhahabi akamnyamazia kimya al-Imam al-Hakim kwa kauli yake hiyo, ala sharti shaykhaini. Tumesema kwamba al-Imam al-Hakim ameandika kitabu Mustadrak al-Hakim kusidiriki zile hadithi ambazo zilikuwa sahihi kwa masharti ya Imam Bukhari na Imam Muslim, lakini ikawa kwamba kusimulia wawili akuziweka katika sahihi zao, na al-Imam al-Dhahabi amekuja akafanya talkhis, akaziangalia zile hukumu ambazo alizokwenda nazo al-Imam al-Hakim. Basi al-Imam al-Dhahabi alizokuwa anaziwafiki anakuwa anaziwafiki, lakini zilokuwa kwamba zinaenda kinyume na misingi ya elimu ambayo yuko nayo, na baada ya kufanya bahthi yake anakuwa anamkosoa na kumweka sawa katika zile hukumu ambazo alizokuwa amezitoa al-Imam al-Hakim katika kitabu Mustadrak al-Hakim. Wa kharajahu Ibn Jarir, na vile vile amesimulia hadithi Ibn Jarir katika juzuu ya pili ukurasa 273. Qala al-Imam Abu Daud rahimahullahu ta'ala, amesema al-Imam Abu Daud rahimahullahu ta'ala, kwa maana akaleta hadithi ya pili ambayo inazungumzia sababu nuzuli aya hiyo katika juzuu ya pili ukurasa 75. Hadathana Musaddid, anasema hadathana Musaddid au hadathana Musaddadun, na hiyo ndo ambayo ilikuwa iko sahihi. Hadathana Musaddadun, ametusimulia sisi na akatuhadithia Musaddad. Qala, akasema hadathana Abdul Wahid ibn Ziyad qala hadathana al-Ala ibn Musayyab qala hadathana Abu Umama at-Taymi qala kuntu rajulan ukarri, mimi nilikuwa ni mtu ambaye ukarri fi hadha alwajhi. Wanasema ahlul ilmi ukarri fi hadha alwajhi ay uajir dabbati fi safari alhajj, kwamba mimi nilikuwa kiajiri mnyama wangu katika safari ya hija. Mimi nilikuwa ni mtu ukarri fi hadha alwajhi, nilikuwa mimi nikiajiri katika njia hii au katika namna hii, kwa maana uajiru dabbati, nikiajiri mnyama wangu fi safari alhaji, katika safari ya hija, nikipata pesa vile vile. Wakana nasu yaquluna li, na walikuwa watu wakiniambia mimi, innahu laysa laka hajjun, hakuna kwako wewe jambo la hija, kwa maana wewe umekuja kufanya hija lakini ndani yake unafanya biashara. Falaqitu ibn Umar, basi mimi nikakutana na Abdullah ibn Umar. Faqultu, nikasema ya aba Abdurrahman, ewe Abu Abdurrahman, inni rajulun ukarri fi hadha alwajhi, kwa hakika mimi ni mtu ambaye naajiri mnyama wangu katika hii safari ya hija. Mimi ni mtu ambaye naajiri mnyama wangu katika safari hii ya hija. Wa inna nasa yaquluna li, na kwa hakika watu wanasema kunambia mimi, innahu laysa laka hajjun, hakuna kwako wewe hija. Faqala ibn Umar, akasema ibn Umar, alaysa tuhrim, kwani wewe hukuhirimia? Watulabbi, na hukuwa mwenye kuleta talbia? Watatufu bilbaiti, na hukuwa kwamba wewe unatufu nyumba ya Al-Kaaba? Watufidhu min Arafat, na hukuwa kwamba wewe unamiminika katika viwanja vya Arafat? Watarmi aljimar, na hukuwa unarembea katika jamarat? Qala, yule mtu akasema, qultu bala, nikasema bila shaka yote hayo nimeyafanya. Qala, akasema Abdullah ibn Umar, fa inna laka hajjan, kwa hakika kwa wewe hija ipo, wala sikushughulishe hayo maneno ya watu. Jaa rajulun ila nabii, kisha Abdullah ibn Umar akamwambia, alikuja mtu mmoja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fasalahu, akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam,
amithli ma sa'altani anhu, mfano yale ambao ulikuwa wewe umeniuliza mimi. Fasakata anhu Rasulullah, basi mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam akamnyamazia kimya yule mtu. Falam yujibuhu, hakumjibu chochote. Hatta nazalat hadhihi alaya, mpaka ikateremka ya hii, laisa alaikum junahun, si vibaya juu yenu, an tabtaghu fadlan min rabbikum, kutafuta fadhila zitokazo kwa Mola wenu. Si vibaya kwa nyinyi, wala hakuna makosa juu yenu kutafuta fadhila zitokazo kwa Mola wenu. Fa arsala ilayhi Rasulullah, basi mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam akampelekea ujumbe yule mtu ambaye alikuwa ameuliza. Wa qaraa alayhi hadhihi alaya, na akamsomea aya hii. Waqala, na akamwambia, laka hajjun, kwa wewe kuna hija, pamoja na hayo ambayo ulikuwa umeyafanya ya biashara. Lakini wakati kwamba ikiwa kwamba umehirimia, baada ya kushakuhirimia ukaleta talbia, ukatufu bilbaiti, ukamiminika katika viwanja vya Arafat, ukarejea Jimar na ukapita taratibu zote za hija, basi kwa wewe unahesabika kwamba ibada yako ya hija ipo katika hali ambayo ilikuwa usahihi, pamoja na kwamba ukipata nafasi wafanya biashara ndani yake. Hadha hadithun sahihun, hadithi ni hadithi ambayo ilikuwa sahihi. Alhadithu akhrajahu al-Imam Ahmad, hadithi amesimulia al-Imam Ahmad katika musnad yake juzuu ya pili ukurasa 155, wa Daraqutni, na vile vile amesimulia hadithi Daraqutni juzuu ya pili ukurasa 262, wa Ibn Jarir, na vile vile hadithi amesimulia Ibn Jarir katika juzuu ya pili ukurasa 282. Kwa hiyo hadithi hii inaonyesha kwamba mtu akaenda kufanya ibada hija, na ikawa ndani yake kwamba ana biashara zake, ima anakusudia kuuza au kununua, basi hakuna ubaya juu yake ikiwa kwamba ile ibada hija ameichunga na akaifanya kwa mujibu wa sheria ambavyo ilivyokuwa imetaka, kisha akapata nafasi akafanya biashara, basi hakuna ubaya wake yeye katika jambo hilo, na anazingatiwa kwamba yupo katika ibada yake ya hija, na Uislamu vile vile umeelekeza hayo. Kwa hiyo laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum, hakuna ubaya juu yenu kutafuta fadhila zitokazo kwa Mola wenu. Kwa leo tufikeni hapo, tukija biidhnillahi tabaraka wa taala wa bimashiatihi subhanahu wa taala tutakuja kuondokea katika kauli yake Allah subhanahu wa taala, thumma afidhu min haythu afadha an-nas, ambayo ni aya 199. Wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Wallahu a'lam.